Allah ana njia zake za ajabu sana ya kufanikisha ukweli katika jamii. Jana nimefanya kipindi naeleza Maulidi ya mfungo 6 mwaka 1993. Ilikuwa kipindi imeeleza historia ya utoto na kukumbuka ile mitaa na mambo yalikuwepo, nikaeleza. Basi yangu mmoja ananiambia, Mohamed, unajifanyia uhariri mwenyewe, kuna mambo hutaki kuyaeleza, ni muhimu na sisi tusingeajua isipokuwa wewe kueleza, na ni sehemu ya historia yetu na ni muhimu kwa watu wa leo na wanaokuja, na yale makosa yaliyofanyika siku za nyuma watu wapate kuyasahihisha. Sasa hii usiri unauleta sasa hivi wa nini? Nasema sasa tena bwana namfahamu, nikampigia simu akasema ndio. Asema Mohamed, sisi tusingejua historia hii sama na wewe ndio umeileta ukasema historia hii haiko sawa na ukaiandika ipo. Sasa unaeleza kisa cha Mwinyi Baba alipojibu hotuba ya kuwa Waislamu wanashukuru kwa serikali kuruhusu Waislamu kuswali swala Ijumaa na kadhalika. Sasa mbona mambo mengine useme? Namuuliza aliposema, akasema kuna swala la Rashid Siso ilipokuwa najibiwa hotuba ile na Mwinyi Baba, ilisikika sauti hukutuambia hivyo. Basi na mimi siku hizo mjanja wanaambia tu mimi mzee bwana na sawa vitu. Sasa basi nimekukumbusha, hebu sema ile jambo, sema ikikisha kikae vizuri, na si lazima useme kila kitu. Anataka atapita katika mitandao, atakusoma, atakuta mengi tu, atakuwa amefahamu. Sasa ananiambia, sema Mohamed, sikiliza, maana nimeshaanza kusema, hebu acha kuwa na ukaidi, acha kujisikiliza mwenyewe, wasikilize na watu wengine. Sasa kuna faida gani wewe unafanya jambo na tueleza sisi tukaanza kuuliza kukupa fikra zetu, unakuja juu unataka lile unalotaka wewe ndio liwe lile. Sikiliza na sisi. Kama bwana wala sifanyi hivyo kwa nia mbaya, kwa mimi najua, lakini ndio wakati mwingine naona wahi hizo ndio katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuna wakati kwa historia hii watu wanaogopa kusikiliza. Leo wanashajiisha kuwa nieleze historia vizuri, lakini vile wajue kuwa kuna mambo mengine yasema kila siku, kama ushasema mara moja already documented tayari ipo, basi inatosha. Ilikuwa hivi, mkuu alipozungumza Mwinyi Baba katika maulidi yale siku ile, alikuwepo pale Rashid Siso. Rashid Siso akapiga ukelele, unachanganya dini na siasa, unachanganya dini na siasa, unachanganya dini na siasa. Sasa sauti ile 63 watu walikuwa wanajua vizuri sana. Ile sauti ilikuwa maarufu katika viwanja vile vile. Rashid Siso alikuwa akisimama nyuma Mwalimu Nyerere, alafu mwalimu yeye usimama akamuuliza, ofisa, unasemaje? Basi yeye anaweza kujibu, pasua baba, pasua baba. Ile sauti maarufu ya Rashid Siso. Siso mkubwa, kama nasema mwalimu anakwenda uwanja wa ndege kumpokea Hassan Banda. Pembeni yuko Rashid Siso, pembeni yuko Kaluta Abdulbedi, pembeni yuko Kanyama Chiume, pembeni yuko Aba Saiksi. Hilo kundi la watu ambao wakati zile wanawika katika tano, Rashid Siso mmoja wapo. Na wala hakuwa mtu mkubwa kusema yeye shughuli yake ilikuwa akiuza dawa za kienyeji pale soko la Kariakoo.
lakini alikuwa mhamasishaji wa wanachama watano. Sasa nilisema ilikuwa yeye ndio alitoa onyo, lakini nyakati zile damu za ujana, hakuna mtu aliyemsikiliza. Msemaji hakumsikiliza, aliendelea na hotuba yake. Mwenye baba kumsikiliza Rashid Siso, ndo damu ya uzee. Usiku nilikuwa Lamu, nikapiga picha na mwenye baba, nikawa mtizama kwa mtu mzima, na asubuhi yake tulikunywa chai pamoja, tunywa chai pale kwa kukaribisha watu kwenye maulidi, na kapigwa dufu pale, na anasoma kasida vizuri, basi watakuwa wanamtuza, nitafutia picha. Basi hili ndio jambo lilikuwa nataka kusema, kwa wasikilizaji wangu, wakati mwingine mnistahimilie. Nakupa mfano mmoja tumalize kipindi. Alikuja kijana hapa kutoka taasisi kubwa sana kunifanyia mahojiano kuhusu mapinduzi na muungano. Maswali alikuwa anauliza, najua yote na majibu ninayo, lakini kanamwambia off camera, naambia wewe ndo kwanza unaanza kazi, na tunaweza tukafanya kipindi hiki kikawa kizuri na watu wote wakaelewa tasema, lakini maswali ambayo unataka mimi nikujibu, sidhani kama ndio kuna watu watafurahi kuona mimi najibu haya maswali, lakini sidhani kama wakubwa zako huko ofisini watakipenda kipindi. Na mimi nikajaribu kujizuia kadri nilivyoweza, ile kipindi kikuruka. Naamini kabisa kuwa alipofikisha kile kipindi wa wakubwa zake, sema hatuwezi kuonyesha kipindi, kwa sababu hayo maswali uliouliza, maswali mazito na majibu yalikuja mazito. Hapana, hakina maslahi na kituo chetu. Basi ndio hali iliyokuwepo. Kwa wakati mwingine na mnifikirie mimi mwenye kujibu maswali. Nakumbuka kipindi kimoja nilifanya na huyu kijana Kipanya. Sasa ananiuliza maswali, nikamwambia Masudi, hayo maswali unaniuliza wewe majibu nayo, hebu wewe sema nawe vile vile. Akaniambia, sikiza bwana Muhammad, mimi nimekuleta hapa, wewe kazi yako kujibu maswali, mimi kazi yangu kuuliza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.